Hivi, Shalom mwalimu na Jackie. Tunaona watu wa zamani mfano akina Ibrahim na wengine wengi walikuwa wanaishi miaka 800 mpaka 900. Je, sisi wa nyakati hizi inashindikana nini tukaishi angalau miaka 150? Pia wakati wao wanaishi miaka 800, utoto wao ulikuwa unaishia miaka mingapi? Ilikuwa ni miaka 18 kama sisi? Yaani uzee wao ulikuwa unaanzia miaka mingapi jamani? Huyu anaitwa Dickson wa Moshono, Arusha. Dickson wa Moshono, Arusha. Kwanza nianze na hili la utoto wao ulikuwa unaanzia miaka mingapi? Miaka utoto wao uwezo kuanzia miaka 18. Kwa miaka 900. Kwa miaka 900. Miaka ungekuta miaka labda 80, miaka 90, 100 huko. Mtoto. Mtoto huyo. Fika miaka kama 200 hivi ndo kijana ambaye sasa anataka aoe. Au miaka 150 hivi basi ingekuwa iko hivyo. Lakini kwa sasa si unaona hata utoto wenyewe hii miaka 18 inaenda ikipungua. Ni kweli. Sasa hivi mtu mzima anaanzia miaka 16. Kwenda miaka 16 kwenda juu. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini nianze kulijibu kuwa watu katika Biblia hasa Agano la Kale mara nyingi wanaonyeshwa kama waliishi kwa mamia ya miaka kupita mbali sana maisha ya watu wa leo tunayoishi. Naona leo mtu akifikisha tu umri wa miaka 90 inabidi afanyiwe sherehe kuwa ameishi, ameona mengi sana. Miaka 90 ambayo sasa kwa miaka hiyo ya Biblia ingekuwa ni mtoto mdogo. Ingawa Biblia haitaji sababu ya muda mrefu wa maisha haya ya wale watu wa kale, tafsiri kadhaa zipo, zikiwemo ambazo tutaenda kuziangalia, zikiwemo wazo la kwamba wanadamu wale wa kale waliumbwa wakiwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuishi maisha marefu. Hiyo ni sababu ya kwanza au wazo mojawapo. Lakini kuna athari za dhambi ni sababu nyingine, na mabadiliko pia ya kimazingira kwa afya ya binadamu, na uwezekano wa kwamba nambari katika Biblia haikukusudiwa kuchukuliwa kiuhalisi. Yote haya yanaweza yakawa ni sababu mojawapo. Kwa maana kuwa Biblia imenyamaza, haijaongea chochote kwa nini wale watu wa zamani waliishi miaka mingi. Yaani mtu aishi miaka 900, miaka 800, mwingine aishi miaka 600, yote haya yapo. Lakini sababu Biblia imenyamaza, na kunyamaza kwa Biblia haijaacha watafiti kwanza kutafiti ni kwa nini wale waliishi maisha marefu halafu watu wa kizazi cha leo tunaishi maisha mafupi. Hawajaacha. Hizi tafiti zote tutaenda kuziangalia kutokana na neno la Mungu, lakini kutokana na utafiti pia wa kisayansi pia vile vile. Kwa sababu sayansi na Mungu uwezo kaitofautisha. Wanaotofautisha sayansi na Mungu kidogo wanafanya makosa. Nirudie kauli ya bwana mmoja alikuwa anaitwa Nikola Tesla. Miaka ya zamani sana alikuwa ni mtu ambaye aligundua umeme, yani kwa mimi na simu hapa sitaji kuchomeka ukutani, yani ni wireless umeme. Lakini mwisho wa siku yule bwana basi akauawa. Maana unajua watu wagunduzi wa namna hiyo, wewe unapogundua unatengeneza gari linatumia mawimbi ya redio, halichajiwi wala halitumii mafuta. Kwa hiyo unategemea Waarabu waishije? Utakutafuta ulipo. Kwa hiyo ni mojawapo ya hawa. Sasa huyu Nikola Tesla ambaye aliwahi kuongea akasema science haitakiwi itenganishwe na Mungu. Kwa sababu akasema science itakapounganishwa na Mungu itapiga hatua kubwa sana. Akasema hiki ambacho mmoja anakiita Mungu, mwingine huko anakiita law of physics. Umeona? Kwa ndio maana ukuta hata watu ambao hawaamini kuna Mungu lakini wanaamini kuna hiyo law of physics, yani kuwa kuna sheria za nini za physics, au kuna sheria za nguvu ya mvutano. Kwa nini mtu akipanda gorofani akijiachia anaanguka chini? Kwa sababu pale anakuwa ameenda kinyume. Kama alikuwa anataka kupaa wakati amejirusha, maana yake pale nguvu ya mvutano itamrudisha chini. Kwa sababu ameenda kinyume. Lazima uende kinyume na nguvu ya mvutano, kama ndege vile ambapo wanasemaga zinapotaka kupaa basi huwa wale marubani wana apply hii sheria ambayo inaenda kinyume na nguvu ya mvutano, ndio maana ndege
ndege inapaa. Vinginevyo hata magari yangekuwa yanapaa pia. Lakini magari ukiona yameanza kupaa, ujue wametengeneza ili kwenda kumanipulate hiyo nguvu ya mvutano, gravitation force. Kwa hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo hiki mmoja anachokiita science au anachokiita Mungu, mwingine anakiita law of physics. Sasa vikiungana kwa pamoja, unaona science itaenda mbele zaidi. Ndicho mawazo yalikuwa ya Nikola Tesla, ambaye sasa Tesla tunajua ni kampuni ya Elon Musk. Lakini Tesla mwenyewe ni mzungu, alikuwa zamani sana huko, ambaye sasa alianza kubuni baadhi ya vitu. Kwa ndio maana akasema tutaenda kuangalia haya yote. Wakati wa Adam na Hawa, Mungu alikuwa ametoka tu kuumba mbingu na nchi, na akasema kuwa kila kitu alichokiumba kilikuwa ni kizuri na cha kupendeza. Ina maana aliumba hali kamili. Manake dhambi ilipotokea, Mungu alisema hakika kufa mtakufa. Baada ya dhambi kutokea, tumeanza kutafuta sababu za kwa nini leo hatuishi miaka 900 kama wazee wetu zamani. Kwa katika Biblia Mungu anatupa jibu, anasema siku moja, kuna mstari huo katika Zaburi anasema siku moja kwa Bwana ni sawa na siku 1000. Na siku 1000 ni sawa, amesema siku 1000 kwa miaka 1000 kwa Bwana ni sawa na siku moja. Yani Mungu anapoiangalia ile miaka 1000. Na ukumbuke Mungu huyu ndiye aliwaambia siku mtakapokula ili tunda hakika kufa mtakufa. Lakini swali, je, Adam alikufa siku hiyo hiyo? Sio kweli. Adam baada ya kuambiwa ile kauli ndio ameishi miaka 900 na ina maana kwa kauli ya Mungu, kama Biblia inaposema miaka 1000 kwa Mungu ni sawa na siku moja, kwa kauli ya Mungu manake ile miaka 1000 ambayo Adam hata hakutimiza hiyo siku moja. Yani kutokana na Mungu, kwa sababu ukumbuke baada ya dhambi kuingia, Mungu ndo alipoumba wakati. Mungu akaumba majira. Nyuma ya hapo hakukuwa na majira. Kwa mtu akiniuliza Adam aliishi miaka mingapi duniani, ameishi mamilioni ya miaka duniani. Adam, kwa sababu kabla ya hapo kulikuwa hamna kufa. Ndio maana kulikuwa na mti wa uzima katika bustani. Maana akihisi tu hali yoyote ile, hali mbaya, aende kwenye ule mti achume yale matunda yale. Lakini ule mti wa ujuzi na mema na mabaya ndio walikatazwa, wakaambiwa huu mti hapana, huu msile. Lakini huku mti wa uzima ambao baada ya Adam kuchemka ikabidi Mungu auchukue ule mti aurudishe mbinguni. Ndio maana unasoma Biblia inasema tukifika kule mbinguni tutakula matunda ya mti wa uzima. Kwa sababu lengo la Mungu tangu mwanzo lilikuwa mwanadamu aishi milele. Lakini alipochemka tu, ndio maana Mungu aliwaambia kabisa siku mtakapokula matunda haya ya huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya, mjue siku hiyo ndio mtakayokufa hiyo siku. Na ndio maana unaona Adam baada ya kuambiwa vile ameishi miaka 900 na kwa maana yake kama Biblia inavyosema kuwa miaka 1000 kwa Bwana ni sawa na siku moja. Adam kumbe hata siku hakuimaliza. Alikuwa ameishi miaka 100 tu. Yani labda ndo alikuwa ameanza siku yake. Ndio. Yani hilo vagi lilianza asubuhi. Hakuwa amefika mchana wala jioni wala usiku. Ndio maana siku yake ikaisha ikawa 900 jumlisha 100,000. Mawazo yangu lakini. Uko sawa. Uko sawa kwa sababu huko nyuma kama ameishi miaka mamilioni. Kwa siku hiyo alikuwa ndo ameishi kisaa kimoja. Ndio maana sasa unaona kwa nini nimesema ile kauli kuwa science itakapounganishwa na Mungu basi itaweza kupiga hatua sana. Kwa kauli ya Nikola Tesla aliyoiongea, ni kwa nini nimesema hivyo? Kwa sababu unaonaga wana science wanasema tumekuta mfupa wa binadamu una miaka milioni 100. Alafu watu huku tunasema hapana, kwa sababu sisi tumeisoma Biblia hii ya King James ambayo inaonyesha dunia imekuwepo miaka 6000 iliyopita hapa. Ndio mara sasa hapana, wana science hao hawaja ongea uongo, kwa sababu miaka imeanza kuhesabiwa baada ya Adam kuchemka. Ndio Mungu aliumba wakati pale. Yaani mpango ulikuwa ni wa kuishi milele. Mpango ambao mpaka sasa bado Mungu hajauondoa mpango huo. Mpango huo yeye auhamishie kwenye ile dunia nyingine. Maana yeye alituumbia hapa ndio iwe paradiso yetu. Tuishi milele hapa duniani. Yaani kabla hapo mbingu ingekuwa ni ya kwake, dunia ni ya kwetu. Yani hii tuishi milele. Lakini sasa baada ya mambo kuharibika ndio ikawa imeharibu mambo mengi. Ndio maana ikabidi aumbe sasa bustani nyingine huko mbinguni. Sasa ambako ndio tumekazana kuhubiriana, jamani dunia mbaya tutaenda mbinguni. Sawa, lakini ameleta kanuni zake za ufalme hapa tuweze kuziishi hapa duniani. Sasa watu waliishi muda gani katika Biblia? Kwa kuwataja wachache, tukianzia na Adamu mwenyewe miaka 930.
Unakuja mwanae Seti, yeye aliishi miaka 905 kwa mujibu wa Biblia, kitabu cha Mwanzo. Lakini unakuja mtu kama Kenan ambaye naye ni mzao wa kina Seti, aliishi miaka 910. Unakuja mtu alikuwa anaitwa Mahalaleli, ndani ya Biblia aliishi miaka 895, ambayo ni kitabu cha Mwanzo hicho kinaelezea kwenye hiyo sura ya 5. Lakini unakuja Yared, baba yake Henoko, yeye aliishi miaka 962. Unakuja Henoko, yeye huyu ndo kufa, aligoma. Aligoma moja kwa moja akaenda mbinguni. Lakini wakati huo aliishi baada ya miaka 365, ndio huyo anaelekea huko mbinguni. Lakini ukiachilia hiyo, unakuja watu wengi ambao waliishi, mtu kama Metusela ambaye yeye ameishi duniani miaka 969, ambaye anaaminika ndio binadamu aliyeishi miaka mingi kuliko mtu mwingine yeyote. Umeona? Kwa hiyo ni Biblia. Lakini hasa maoni, kama nilivyoelezea, maoni, watu ambao wametoa maoni ni maoni ya namna gani? Wasomi na wanasayansi wamependekeza nadharia mbalimbali kuelezea maisha marefu ya watu katika sura za Mwanzo, kwenye kitabu cha Mwanzo. Nadharia hizi zinaanzia kwenye fasiri ya kithiolojia hadi dhana ya kisayansi. Ndio maana akasema huyu bwana alikuwa na akili sana. Nikola Tesla aliposema science haipaswi kutenganishwa na Mungu, alikuwa na akili sana. Maana hao na science wao wamefanya, kwa sababu hapa kuna nadharia ya kithiolojia, alafu kuna nadharia ya kisayansi. Kila moja ikijaribu kupatanisha rekodi ya Biblia na ufahamu wetu wa biolojia ya binadamu na historia. Hao wote wamefika huko. Sasa mtazamo mmoja maarufu wa kithiolojia unapendekeza kwamba muda mrefu wa maisha unaoonyesha hali bora za ulimwengu wa kabla ya gharika, kwa sababu kulikuwa na gharika, lakini kabla ya gharika, kulingana na maoni hayo, Mungu aliumba mazingira kamili kwa ajili ya wanadamu yasiyo na madhara ya dhambi na uozo. Na ndio maana leo hii mtu leo akiondoka duniani, sawa, huyo mtu kwanza unakuta mtu anaanza kuumwa kwanza, akiugua mwisho wa siku anakufa, akifa anaanza kuoza. Ni nini kinachomfanya yule mtu aoze? Ni kwa sababu kuna bakteria wanaomfanya yule mtu aoze. Ndio maana nakumbuka sasa hawa watu wa Misri walijenga yale mapiramidi, alafu wakachimba kwenda chini zaidi, kwa sababu kuna mahali ambako ukifika huko chini zaidi hamna hawa bakteria wanaosababisha uozo, kitu kuoza huko. Kwa hiyo kikiweka pale kitu, manake kitakaa muda mrefu. Kwa hiyo wao ndio maana wakawa wanachimba, kwa sababu zile piramidi zilikuwa ni kwa ajili ya, ni kama makaburi ya kuwazika wafalme. Maana wao waliamini mtu akifa baadaye uaga anarudi kwa njia nyingine, kwa sasa wale wafalme wale. Kwa ndio maana ukuta walichimba, sasa wakachimba chini sana, alafu wakaenda wakaweka huko masanduku ya wale wafalme, ambao ndio mpaka leo watu wanafukua, wanafanya utafiti, wanakutana na miili ambayo ina miaka zaidi ya 6,000. Mwili huu miaka zaidi ya 6,000 ambayo haujaharibika. Lakini baadaye teknolojia ilivyokuwa na maendeleo zaidi, watu wana dawa sasa za kupaka, ambazo dawa hizo hata nadhani rais wa Kenya wa kwanza yuko pale mjini, yuko pale anavalishwa nguo nini, yuko vizuri. Ndio Jomo Kenyatta hajaoza yupo. Yes. Kwa hiyo sasa ni maendeleo yalipo kwenye hii dunia, lakini kuna dawa ambayo ile nafikiri inakuwa against na wale bakteria wanaomfanya mtu aweze kuoza. Kwa mtazamo huo sasa, huo ni mtazamo wa nini wa hawa watu. Lakini mtazamo mmoja maarufu wa kithiolojia ambao kama nilivyosema unapendekeza kuwa maisha yalikuwa bora kabla ya gharika. Na maisha marefu ya Adam na wazao wake yanaonyesha hali ya awali ya ukamilifu wa kibinadamu. Lakini baada ya anguko, dhambi ilianza kupotosha ulimwengu. Dhambi ile na kusababisha maisha mafupi hatua kwa hatua, kama inavyoonekana baada ya gharika, kwa kuwa Mungu aliumba ubinadamu kuishi milele. Na mtazamo huu unasisitiza matokeo ya kuanguka kwa uumbaji na uhusiano wa Mungu na mwanadamu. Na tutaenda kuangalia hapa. Lakini ufafanuzi mwingine wa kithiolojia unaonyesha kwamba zama ni za kiishara badala ya kuwa ni zama
halisi zikionyesha umuhimu wa mababu badala ya miaka halisi walioishi. Kwa mfano, nambari tuseme namba 7 mara nyingi husababisha au hufananisha ukamilifu katika Biblia, ambayo inaweza kuelezea ni kwa nini Lameki aliishi miaka 777 kama kitabu cha Mwanzo 5:31. Kwa hiyo hii ni mitazamo, lakini kwa mtazamo wa kisayansi, dhana moja ni uwezekano wa hali tofauti ya anga au mazingira kabla ya mafuriko. Maana mafuriko yale ndio wanasema yalisababisha sasa kukawa na miaka ikaanza kushuka baada ya gharika. Kwa nini? Kwa sababu baadhi ya wanaumbaji wanapendekeza kwamba mwamvuli wa mvuke wa maji ulizunguka dunia na kuunda matokeo ambayo ilikuza maisha marefu ya binadamu kwa kulinda ubinadamu kutokana na mionzi hatari na kutoa hali ya hewa thabiti zaidi. Kwa sababu tukumbuke, Biblia ina rekodi jinsi mvua haikunyesha hadi gharika. Maana kabla ya hapo mvua ilikuwa hainyeshi kutoka juu. Kabla ya hapo ni umande tu ndio ulikuwa unaotesha haya mazao. Hakukuwa na mvua kipindi hicho. Kwa ndo maana Nuhu alipokuwa anawaambia gharika inakuja, mvua inakuja, watu wakawa wanamcheka. Ni kitu ambacho hakipo. Maana mvua ilikuwa hainyeshi kutoka juu. Ilikuwa ni umande tu, mkiamka asubuhi basi kumekuwa na umande, hivyo mazao yanaendelea. Kwa hakukuaga na mvua inayonyesha. Sasa unakuja unatuambia gharika, alafu gharika itakuwaje? Kuna mvua itanyesha kutoka juu. Ambia huyu hapana, huyu ni mwongo huyu. Kwa hiyo hilo sasa wanasayansi wamelifanyia utafiti na wakaona kwa mtazamo huo wa kisayansi ni kuwa kulikuwa na lea ambayo imezunguka dunia, ambayo mionzi hatari inayosababisha kupungua kwa maisha ya watu kwa sasa waishi miaka michache ilikuwa iwezi kupenya. Lakini mionzi hii ilikuja kuharibiwa baada ya gharika. Na ndio maana kuna vitu ambavyo Mungu anaviongea. Ukumbuke Biblia ina rekodi jinsi mvua haikunyesha sasa hadi hiyo gharika, maji yakitoka ardhini kama ukungu. Na ikiunga mkono hii nadharia sasa, ikiunga mkono nadharia tofauti ya mazingira. Hii ni kutokana na kitabu cha Mwanzo ambacho hapa ningependa tukisome. Kutokana na kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 5 na wa 6. Sawa. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 5 na wa 6. Sawa. Biblia hapa inasema hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Si umeona hapo sasa? Kwa maana yake mvua ilikuwa hainyeshi, ni ukungu unapanda, alafu ukipanda basi unatia unyevu. Sawa, hiyo iko namna hiyo. Lakini tuna nadharia hapa za maumbile pia zinatoa maelezo ambayo yanawezekanika pia ikawa hivyo. Kwa sababu wanasayansi wengine wanapendekeza kwamba kundi la awali la jini hizi za binadamu lilikuwa huru kutokana na mabadiliko na matatizo ya kijinsi. Genes, nafikiri naeleweka nikisema jini za binadamu. Kwa hivyo kuruhusu maisha marefu. Kadiri muda ulivyosonga mbele na mkusanyiko wa jini hizi ulizidi kuwa mseto na kuchafuliwa na mabadiliko, na muda wa maisha ulipungua pole. Na nadharia hii inalingana na nadharia ya entropy ya kigenetic kwa wale wanasayansi, wanabiolojia, ambayo inasisitiza kwamba mkusanyiko wa mabadiliko ya jinsi kwa vizazi usababisha kupungua kwa afya kwa ujumla na maisha. Kwa hiyo ni dhana nyingine. Tabana nikasema hapa nitadili na dhana mbalimbali. Na dhana nyingine ya kisayansi inazingatia uwezekano wa kutofautiana kwa vipimo vya wakati. Ina yenyewe iko kwa namna hiyo. Kwa hiyo hizi zote ni dhana. Sasa baada ya kuona kile watafiti wameongea, naomba kwa kulimalizia hili swali turudi sasa kibiblia. Kwa nini Mungu aliweka uhai wa miaka 120? Biblia inatoa sababu moja iliyo wazi ya kufupishwa kwa muda wa maisha. Hasa katika kitabu cha Mwanzo 6 mstari wa 3. Hapo naomba tupangalie hapo Mwanzo 6 mstari wa 3. Mwanzo 6 mstari wa 3 inasema hivi: Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye
kwa kuwa anasema kwa kuwa yeye naye ni mnyama, yani ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Hapo ndipo ambapo sasa Mungu alianza kuongea. Maana ndugu yetu ameuliza kwa nini sisi tusingeishi miaka hiyo 100 hata 150 angalau. Maana wale wazazi wale mababu kule waliishi miaka 900, 800, 700 tunawasoma, lakini Mungu akaweka yeye mwenyewe. Na hili lilikuwa ni tangazo la Mungu ambalo sasa likionyesha hukumu ya Mungu na mabadiliko katika uhusiano wake na wanadamu. Na hii inatufaidia nini kuangalia au kuangazia muktadha wa agizo hili la kimungu? Kwa sababu hata baada ya agizo hili kuna watu waliishi zaidi ya miaka 120. Baada ya agizo hili tunakuja kukuta wajukuu huko mbele huko wakina Ibrahimu. Ibrahimu anaishi miaka 175. Manake hii imevuka mpaka kwenye kile Mungu alichokuwa amekiongea. Hii ni kwa sababu huyu alikuwa kwenye ahadi ile ya kimungu. Kwa hiyo tunasoma kuhusu wana wa Mungu kuchukua binti za binadamu kwenye hicho kitabu cha Mwanzo 6, hiyo sura ya 6. Tunasoma kuhusiana na wana wa Mungu kuchukua binti za wanadamu kuwa wake zao, jambo lililoongoza kwenye kuzaliwa kwa Wanefili, kikundi cha watu wenye nguvu na mashuhuri waliokuja kuivuruga dunia. Ndio hapo Mungu alipoangalia, Biblia inasema moyoni mwake hii na yenyewe pale wanasema akajuta, akasema sasa kwa nini huyu binadamu amekuaje hivi? Na imekuaje kwaje? Ndio ile nasema malaika walioshuka kuja kuoa wanadamu, ambapo sasa ndo haya majitu yakazaliwa. Kwa wasomi wa Kiyahudi na Wakristo mara nyingi hufasiri muungano huo kuwa mchanganyiko ambao uliharibu zaidi jamii ya wanadamu. Kwa sababu kiwango cha upotovu wa mwanadamu kinafafanuliwa katika Mwanzo 5, ambapo Biblia inasema Bwana Mungu akaona maovu ya wanadamu yalivyokuwa makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analoliwaza moyoni mwake lilikuwa ni baya tu siku zote. Na akiwa Mungu sasa amekabiliwa na uovu huu ulioenea, Mungu anaonyesha majuto tena ya kuwaumba wanadamu. Kwenye hiyo sura ya 6 mstari wa 6 tuangalie hapo. Anasema Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Umeona sasa? Na hili litatupelekea kwenye lile swali kujuta. Maana yake ni huzuni. Akahuzunika moyoni mwake kwa sababu ya maovu. Kwa hiyo hili sasa tunaweza kuliona na hoja kubwa wakati Mungu anamweka malaika kwenye malaika na upanga wa moto kulinda bustani ya Eden, hasa kuweka ubinadamu uliopotoshwa kutoka kwenye mti wa uzima. Na manake binadamu, imagine alivyotenda dhambi vile, alafu angeenda kula ule mti wa uzima, manaka angeishi kwenye dhambi ya milele. Ndio maana Mungu ikabidi amuondoe, lakini huku aweke mpango mwingine. Kwa hiyo kikomo cha miaka 120 pia kilitumika kama kipindi cha neema kabla ya hukumu ya gharika. Kwa sababu wasomi mara nyingi ufasiri kipindi hiki kuwa kipindi ambacho Nuhu alijenga safina na kuhubiri toba kwa kizazi kilichopotoka. Licha ya muda mrefu wanadamu hawakutubu, jambo lililoongoza kwenye hukumu yenye msiba ambao ni msiba wa gharika. Na ndio maana hasa leo hii tuna namna nyingine ya kuishi maisha ya milele ambayo ni kumwamini Yesu Kristo. Na ukimwamini Yesu Kristo, manake yeye atakupeleka kwenye huo uzima wa milele. Ndio maana tuna namna nyingine. Kwa hiyo maisha yale kusudio kama lilivyokuwa la Mungu, binadamu waishi miaka zaidi ya hiyo. Kwa mpaka leo bado hilo kusudio lipo. Lakini kusudio hili lipo kwa mtu kumwamini Yesu Kristo. Maana ndio maana unakuta ndani ya Yesu sasa tunaishi haya maisha ya duniani, maisha marefu, tunavunja rekodi kuliko wengine, lakini bado tena tuna maisha baada ya maisha haya ya hapa duniani. Kwa hizi ndizo sababu zinazopelekea ni kwa nini kwa Mungu alipomwambia mwanadamu hataishi miaka zaidi ya 120, alikuwa anajua gharika atakayokuja kuileta baadaye, itakayokuja kuvunja sasa hiyo kama ulinzi huko wa anga ambao sasa unakuja na mionzi kuja kumharibu mwanadamu. Kwa hiyo sababu zingine ni lifestyle. Kwa hiyo lifestyle tunayoishi imefanya life span ishuke kutokana na mazingira, kutokana na vyakula tunavyokula. Umeona sasa hivi watu wameona ni fashion mtu kula vyakula vilivyosindikwa. Umeona hali vyakula vile vya asili
asili, pati zile product za asili, umeona, ambazo mara nyingi nimekuwa nikikusikia hapa ukiwa unazitangaza. Virutubisho lishe. Virutubisho lishe, umeona, lakini mtu yuko busy sana na vyakula vya sukari hivi au wanga, tuseme hivyo. Umeona, mtu asubuhi, mchana, jioni kunywa chai na kiporo cha wali au mkate, mchana wali, ugali, usiku ugali, alafu ni lifestyle ya namna hiyo. Kwa mwisho wa siku ukumbuke mwili wako sasa uko namna gani. Kumbuke hivyo. Haya, ukiachilia mbali hiyo, katika milo yake yote hakosi soda. Na soda kumbuka pia na yenyewe ni hatari. Ndipo anaendelea kufupisha maisha yake. Mtu asinywe kabisa soda. Lakini sasa mtu mwingine bila soda 4-3 kwa siku anaona mambo hayajaenda vizuri. Okay, sasa hivi kumekuja energy drinks ambazo na zenyewe zinadili na nini, na moyo. Wanazadili tu na moyo. Kwa hiyo ndio inasababisha sasa watu wengi kuishi maisha ambayo ni maisha mafupi. Kwa watu walioko mkoani Arusha wanajua Meru kuna wazee wengi sana Meru pale. Kuna wazee wengi wana umri mkubwa sana, wengine zaidi ya miaka 100 na. Umeona, ni kwa nini? Ni kwa sababu ya lifestyle wanayoishi na vyakula wanavyokula na kazi wanazozifanya. Sasa kumbuka, huyu tunayemuongelea asubuhi chai, mkate na sijui viporo vya wali, mchana amesonga ugali mkubwa, usiku wali umejaa sahani na soda pia, hafanyi kazi. Akibakisha chapati kwenye friji ya lali anasema inamsumbua akili. Unaona, mtuma kaile. Kwa hiyo na hivyo akiweka soda humo kwenye friji ndio balaa. Kila mara anaona yale ndio maisha. Kwa hiyo mwisho wa siku life span utaona inafanya nini? Inashuka. Kwa kuna sababu nyingi ni kwa nini watu wa leo. Kwanza ahadi ya Mungu ni miaka 120. Ndio ahadi Mungu aliyoiweka. Na ukija kitabu cha Isaya kinasema kwenu mtoto atakufa na miaka 100. Maana yake hiyo. Lakini je, lifestyle unaishije? Aliwahi kutuambia nabii mkuu, wewe ukipanda ua nyumbani kwako unalinyeshelea maji, sio soda. Maana ukilinyeshelea soda litakufa lile ua, au mche wote utakufa. Lakini wewe mwili wako, kumbuka, na lile ua nyinyi ni ndugu. Ambao pia na wewe mwili wako ukiendelea kuulisha, sukari ndio tunahitaji mwilini, lakini isizidi. Ikizidi ndio mwisho wa siku huku mtu anakuja kupata sukari, kwa sababu unapokula vyakula vya wanga kama wali sana, unapokula kama ugali sana, vyakula vya jamii hiyo ya wanga, vikiingia mwilini mwako, mwili wako unavivunja na kuvibadilisha kuwa sukari, alafu vinapandisha kwenye moyo, kitu ambacho ni hatari sana kwenye moyo. Ndio maana unakuta watu wengi wana mioyo inawasumbua. Moyo tunaongelea sio moyo ule wa kupenda ule, tunaongelea moyo sukuma damu. Yes. Ndio hivyo. Kwa hiyo hizi ndizo sababu.